Hello viewers, this is Kimondo's View, of course your favorite channel, and I'm here for a new thing. I promised you that wherever I get something new, I'll always come back to you. And this is because here we discuss how to nurture our children and how to keep better relationship with our children and with ourselves as grown-ups. So today I want us to look at home training of a child. How do you train a child at home to become what you want? And before I move on, have you touched that subscription button? Please do it. Subscribe for this channel and God will continue seeing you through. You are a very, very important person to me. If you are new here, know that you're at the right place. If you have come back, then God bless you and may you keep it up. Today we are going to look at how we train children to become better persons or better grown-ups. And I want us to look at how we train our children to use the potty or to go and use the washroom. How do we do it? We do it with a lot of emphasis because we want to see this child finally ameweza kujipeleka msalani. And we are very keen on that. Because hakuna kitu mbaya kama mtoto hajafika mahali pa kujipeleka toileting on his or her own. So we make all the effort. Then what happens after that? Mtoto akishaanjua kujipeleka msalani, why do we relax as parents? The same effort we use to train this child toileting, why can't we use it to train our children on how to handle different issues? For instance, being neat. Why don't we use the same effort, the same emphasis, the same energy to see that our children maintain cleanliness? One, from their bedroom, all the way that they make the bed. Why do we have children just wanarusha tu mablanketi na wanatoka wanaenda shughuli zao? Ile energy tulitumia kutengeneza mtoto ajue toileting, let us use the same energy. Kuonyesha huyu mtoto how to make the bed. Funza mtoto that before you leave your bedroom, you must see that things are in order. Nguo zimewekwa the right places. Kama ni nguo chafu, kuna mahali anafaa ajue anaweka. Kama ni zile safi, of course, they are either in the box or in a wardrobe or wherever they are safe. They are well arranged and well organized. Wacha anjue that bedroom sio mahali pa kuangusha nguo ovyo ovyo. Zingine ziko chini, zingine ziko chini ya kitanda. No. And from the word go, if you train this child, just ukimutrain kwenda kutumia toilet, atajua. Na by the time analeave bedroom yake, hakuna nguo itakuwa chini. Nguo zote zimepangwa. Kitanda yake ametoanisha. Kama kuna net anatumia, ametoa net, ametengeneza kitanda, amespread very well. Na hata, it has to come from you as a parent, and especially the moms. I am talking to moms because most of the time we are the people with the children. But husbands also, fathers, you also need to come in. Let us train these children jointly. Kama ni kuamuka, enda kule. Mfunze kutandika kitanda vizuri. All the corners, spreading the bed. And it must come from your bedroom. Kama wewe mama huwezi tengeneza bedroom yako, hakuna vile utaambia mtoto atengeneze bedroom. So they have to see it from you as an example. I told you the other time that children use eyes. They learn through the eyes, what they hear and what they touch. So the minute they see your bedroom is smart, is neat, it is well organized, after if you are trained, it will be easier for them because they are already seeing where you are coming from. Where they are coming from, your bedroom is neatly arranged, bed well spread, there is nothing on the ground, and everything is at its right place. Let the children learn that. Now from the bedroom, let them now come to where they do their own standing. Kama ni vitambo, let them be arranged in an organized manner. Vitambo ziarrangiwe, the books zikiface the inside.
And then from outside, you can read the title of that book. So that you don't keep on removing all the books as you search for the book that you want. You can see it from outside, you just get rid of it, na unatoa, na unaendelea na kusoma. Wacha mtoto anjue kuwa, you cannot leave your study room, or your study, or the table that you're using. Vitabu zimetapaka kila mahali. Vitabu, they are so disorganized. Wacha anjue, akisha maliza kusoma, vitabu vimepangwa vizuri, kama zinawekwa kwa bag, ziwekwe kwa bag, kama ni za kuarrangiwa pale kwa meza ziarrangiwe, kama ni za kuwekwa kwa shelves ziwekwe kwa shelf. And things will be better. The shelves must be used correctly. Come to where we have now the main room or the table room. Mtoto ajue ya kwamba we don't keep utensils kwa table room. Utensils are supposed to be in kitchen. Even if it is one room, of course kuna mahali wale watu wanapikia. So that the vyombos na whatever they are ziwekwe mahali pake pale kwa sink. Hata kama hakuna sink, mahali kunapikiwa, vyombo viwekwe pale. Hii meza mahali tunakaa kusikue na vikombe, na vijiko, na sahani, na kila takataka imejaa pale. Wacha mtoto anjue kukuwa organized. And he or she will run it from us as a parent. Kitchen, wacha anjue vitu zinapangwa. Yani, kuna sahani mahali zinawekwa, vikombe, vijiko, hata kama ni kununua tu basins. Nunua, weka pale, vitu vikue organized. Kuna mahali pa kuweka vijiko, kuna mahali pa kuweka kama ni bottle, ni top za chupa. Kuna mahali pa kuweka madhamos, kuna mahali pa kuweka, kila kitu iko na mahali pake. So that we don't look like parents who do not know what they are doing or where they are going. Wazazi tuko pamoja? I hope you have subscribed. As we continue, please, just press on that subscription button and things will be good. At the same place, why not like this video? Like it. Promote me, and I'll continue searching for better things so that we live in a better environment. What about the washroom itself? How is it? How often is it cleaned? Mtoto akiona ya kuwa the toilets are clean, the washrooms are clean, the bathrooms, they are clean. Let me tell you, atakuwa kila wakati naye pia akitaka. Nani anataka kwenda kwa hanja mahali pachafu? But it has to come from you as a parent. Umuonyeshe toilets are supposed to be clean. They are cleaned like this. Umuonyeshe how to use the brush, how to use the soap. Whichever soap that you use, doesn't matter, so long as you make the area very, very clean. Let them know how to clean the windows, to clean the doors, and so on. So that this child, as anagrow, anakuwa mtu mkubwa, hata kuwa akisumbua mwenzake. You know, kuna vijana wanaoa ama wanaolewa na wanapata partner, they are not compatible at all. Huyu msichana ama pengine huyu kijana hakulewa vizuri. Unaona umelewa, you are very neat. Ndio unaona wazazi wengi mabibi wengine tunauliza na mambo ya socks na mambwana. Because hakufunzwa where to put the socks. Are the socks supposed to be unatupa hapo chini kwa meza? No, this is not supposed to be like that. But mtoto anaona baba amefika, okay. Ametoa socks, okay. Amerusha pale chini, okay. What about when I grow up, my father used to throw the socks just on the floor. So why not do it? Akijaribu kuambiwa na bibi, haizi akasikia, because this is how he has brought up. Let us train our children the right things. Kama ni dawa ya meno, wacha mtoto anjue dawa inavurutwa from behind, kwa nyuma ukienda na mbele, sio kusukuma, inasukuma anywhere, unafinya kila mahali. Halafu inaanza kutoa mambabozi mengine ziko hapo mbaya zaidi sana. Let us train our children the right things. When we do it, we shall never regret. Mtoto anjue ya kuwa hakuna kuvaa nguo kama hajapigwa pasi, because he or she has seen it from you. Ukivaa nguo inakaa kama saido imetoka kwa kamba, ama imetoka kwa mdomo ya mbuzi ama ya ng'ombe, sorry to use those ones, na mtoto pia ataona.
ni kawaida. It is not a mistake. It is not wrong. Wacha mtoto anjue kupiga nguo pasi. Mfunze. Kaa naye pale. Ukipiga zako, naye anapiga zake. Mfunze hata yake vile inapigwa pasi. So that by the time huyu mtoto ako class 5, class 6, anaweza jipigia nguo pasi. Na usikue pia nawe mzazi uko na mzigo mkubwa wa kuwa ati upige nguo zako pasi, upigie mtoto pasi na watoto wako pale. Na pengine hauna pesa hata kuajiri house girl. There is no house manager in that home. So how will you manage it? It will be very difficult for you. So wazazi naomba, let us train our children. When we train them, we relax. Because some duties, they will be done by them. Ukiingia kwa nyumba, unapata nyumba iko neat. Life becomes easy for everyone. Because kama ni kikombe, tukimaliza kunywa ile kitu na kunywa, inapelekwa jikoni. Inawekwa kwa sink. Zinaoshwa, hiyo kazi inaisha. Kama ni nguo, zimepangwa vizuri. Kama ni vitabu, zimepangwa vizuri. Kama ni bag yake, ameweza kumaintain. Kama ni nguo zake akitoka shule, anaziweka wapi? Zile nguo chafu, zile nguo safi zinawekwa wapi? Wacha tufunze watoto wetu the right things. And we shall never regret. May God bless you as we continue trying to nurture these children to become the best adults that we shall never regret of.